wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 4. Ukiweza kwenda pale waraka kwanza wa Petro, waraka pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 4 itakubariki pia sana. Naomba ukisome. Inaeleza namna ambavyo sisi ni washirika wa tabia za uungu. Yani ni comrades of the God kind. Yani ni comrade wa aina ya kiungu. Yani kwa kifupi ile halmashauri ya mbinguni, sisi ni wajumbe katika ile halmashauri. Kwa hiyo ili mambo yatokee katika ulimwengu wetu, sisi tunahusika. Tafsiri nyingine inaweza kusema ni God associate. Hivi ndio maana ya associate. Yani ni kama vile sema mbia mwenza. Mshirika mwenza. Yani wewe na Mungu ni mshirika mwenza. Yes. Ndio hiyo tumeitwa, ndio maana hilo neno la Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4. Kwa wale ambao wanataka kusoma Amplified Bible Classic, nenda kasome ile andiko. Allah kasika. Kwa hiyo wewe sio hivi mtumishi. Pale ofisini, sokoni, haijalishi unafanya kazi gani. Wewe ni comrade of the God kind. Yani ni comrade wa aina ya Mungu. Naomba tufanye sala hii kwa wale ambao jadala mara ya pili tunapohitimisha kipindi chetu. Sema: Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Kupitia yeye na katika jina lake ninao uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Namwombeani kwa ajili yako tunapokwenda kuhitimisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa wale wote ambao asubuhi leo wamemkiri na kumwamini Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yao. Tunatamka ubora na ushindi na utukufu juu ya maisha yao. Wamelindwa na kuhifadhiwa dhidi ya kila ile za yule muovu katika jina la Yesu, na wanakuwa katika imani na wanatimiza kusudi lao ndani yako Bwana katika ulimwengu huu. Asante pia kwa kila ambaye tusikiliza kuanzia asubuhi leo Bwana. Baraka neno lako inadhihirika katika maisha yake. Utukufu wa kile ambacho tumejifunza mahali hapa ni uhalisi kwenye kila nyanja, kwenye kila eneo la maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo, na wabariki kwa neno lako, na wabariki kwa roho wako Bwana, na wabariki kwa jina lako. Na tunasema asante kwa fursa ya kuweza kushare neno hili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Unaweza kuwasiliana